Kwa majina naitwa Aida Joseph Kenani, ni mbunge mstaafu wa jimbo la Nkasi Kaskazini, lakini pia ni mwenyekiti wa baraza la wanawake Chadema mkoa wa Rukwa. Leo tarehe 21 mwezi wa kwanza 2026 ni siku ambayo tunaadhimisha miaka 33 ya kuasisiwa kwa chama chetu, na tuliona kwenye maadhimisho yetu kama wilaya ya Nkasi, jimbo la Nkasi Kaskazini, basi tuadhimishe kwa kushiriki shughuli za kijamii. Kwa hiyo tukaamua kwamba tutaenda kupanda miti maeneo ambayo yameathirika na upepo baada ya mvua kali kwenye jimbo letu, kata ya Namanyele, kijiji cha Mabatini. Katika hali ambayo sio ya kawaida, asubuhi tumepata taarifa kwamba OCD amezuia shughuli hii tusiifanye. Wakati huo wanachama wetu walikuwa wameona ni vizuri kwenda kushirikiana na Watanzania wengine ambao waliathirika, basi tukapande miti kwa sababu lile eneo pamoja na changamoto nyingine, lakini hakuna miti, ni jangwa. Kwa tuliona tukashiriki, tukaamua kuingia gharama kununua miche hii zaidi ya 1600 ili kwenda kushiriki kwenye shughuli hizo. Lakini kama mnavyoona mpaka sasa gari zinapita huko, zinazunguka mahali kote hapa mjini kuzuia mwanachama yoyote atakapoonekana asifanye shughuli hii. Sisi tuwasihi serikali, tunaamini polisi wamepokea maagizo. Kama hawajapokea maagizo, wamejiagiza wenyewe, basi tunawasihi polisi wenyewe. Sisi ni Watanzania, na shughuli ya kijamii kwenda kupanda miti kama ni kosa, tunategemea jambo hili lisiishie kwa Chadema peke yake. Maadhimisho yatakayofanyika CCM mwezi wa pili, tuone na wao wakikatazwa na wafanye doria kama walivyofanya. Magari yanayotoka Sumbawanga, yani tunakuja kudhibitiwa ni kama majambazi. Jambo hili alikubaliki kama Watanzania. Na kwa sababu hiyo, kwa sababu ni maagizo au wamejiagiza wenyewe, agizo hilo lisiishie kwa Chadema leo tarehe 21. Liendelee, tulione ili tujue kwamba nchi haina ubaguzi. Kulingana na jambo hili ambalo limejitokeza leo, ni vizuri historia ikakaa sawa. Mimi nimekuwa mbunge. Hakuna sheria ambayo inazuia taasisi binafsi au mtu binafsi kuzuiwa kwenda kupanda miti. Tunaamini nchi yetu inajengwa na sisi sote. Sasa ningependa kufahamu, labda baada ya kutoka bungeni mwaka jana, je, kuna mabadiliko ya sheria ambayo yanakataza sasa taasisi nyingine tofauti na serikali kwenda kupanda miti? Ni vizuri hilo jambo likajibiwa. Na kama hakuna mabadiliko ya sheria, anayetoa maagizo haya potofu ya kujenga ubaguzi kwenye taifa letu ni nani? Je, ni rais mwenyewe ameagiza kwamba Chadema hawataki kupanda miti? Na kama sio wewe Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu ambaye umejipambanua katika mazingira tofauti, ukihamasisha nishati safi, kupanda kuhifadhi mazingira, sasa leo tunataka tukusaidie.